Karatasi moja. Hii hapa ni barua ambayo unapewa ubalozi wa Marekani utakapokwenda kuomba visa, baada ya visa interview kujua kama umepata au umekosa. Nataka tuisome hii barua alafu tuichambue baadhi ya vipengele vya muhimu sana uweze kujua ni vitu gani wanavyozungumzia katika hii barua. Barua inaanza kawaida na ile logo ya Marekani, Department of State, United States of America. Inakuwa tayari imeshaandikwa. Anachokifanya anaweka tarehe ya siku ile, alafu anatiki kigezo gani amekunyimia visa, alafu anakupatia. Ina sehemu ya Kiingereza upande wa nyuma, upande mwingine sehemu ya Kiswahili, kwa sababu unapoombea katika nchi inayozungumza Kiswahili. Kwa kama unazungumzia katika nchi inayozungumza Kifaransa, itakuwa Kifaransa, itakuwa na kwa Kiingereza. Upande wa Kiswahili unasema kama ifuatavyo: Mpenda muombaji, tunasikitika kwamba huna vigezo vya kukupatia visa isiyo ya kuhamia kwa mujibu wa kifungu namba 214B cha sheria ya uhamiaji na utaifa ya Marekani chini ya kifungu namba 214B. Kinamaanisha kwamba ukuweza kufikia vigezo vya kupata aina ya visa isiyo ya kuhamia ambayo umeomba. So kwa Kiswahili kidogo haina maneno tofauti kidogo, japokuwa tunajaribu kufanya translation iliyoandikwa hapa. Lakini maana yake ni kwamba wanasema kwamba wanavyosema kwamba tunasikitika kwamba huna vigezo vya kupatia visa isiyo ya kuhamia. Kuna visa ya kuhamia, yani ya kuwa mhamiaji, na kuna visa ambayo ni ya kwenda kama kutembea, kukaa kwa muda fulani na kurudi katika nchi yako. Visa ya kwenda kukaa kuwa mhamiaji ndio tunayoita immigrant visa. Na visa ya kwenda kama ni mwanafunzi, visa ya kwenda kama kutibiwa, visa ya kwenda kwenye mkutano, visa namna nyingine ni visa ya muda. Kwa sio visa ya kwenda kuwa mhamiaji. Wanasema kwamba hujatimiza vigezo hivyo hapo. Visa ambayo sio ya kuhamia, mahitaji yake ni ya tofauti. Kuna vigezo muombaji visa ambayo sio ya kuhamia unatakiwa kuonyesha unavyo kama makazi ya kudumu. Muombaji anatakiwa kuonyesha ana ufungamano wenye nguvu kama taaluma, ajira, elimu, familia au mahusiano ya kijamii na nchi utokayo, na kwamba hujaonesha kwamba una ufungamano huo wenye nguvu utakao kufanya uweze kurudi nchini kwako baada ya safari fupi ya Marekani. Maana yake ni kwamba ili waweze kukupa visa inabidi uoneshe vitu ambavyo vinaweza kufanya wewe kushawishi kurudi nchini kwako. Vitu kama vile elimu yako, kazi, ajira, hela unayoingiza, kama ni biashara gani, vitu vya namna ile pale, familia, kwa ujumla assets. Vitu gani utakavyokwenda Marekani, ukiwa Marekani vitasema bwana mimi lazima nirudi nchini kwangu, kukaa kwa Marekani mimi napata hasara nikirudi katika nchi yangu, na vitu hivi ambavyo vinafanya mimi nirudi katika nchi yangu. Kwa hiyo wanasema kwamba kama hujaonesha hivi vitu ndio maana wamekunyima visa. Na kawaida ukinyimwa visa huwezi kuappeal. Kuna msemo unasema kwamba to be granted the visa is a privilege, is not your right. Kwa huwezi kupinga, huwezi kwenda kuappeal kitu ambacho sio your right. Kwa kama sio haki yako itakulazimu wewe kwenda kuomba tena kama unataka. Wanakuambia kwamba uamuzi huu wa leo huwezi kukatiwa rufaa. Hata hivyo unaweza kutuma maombi yako upya kama una ushahidi wa ziada wa kuthibitisha sifa za kuomba visa. Iwapo utaamua kuomba upya, ni lazima uwasilishe form na picha upya, ulipe ada upya ya maombi ya visa. Pia itatakuwa ufanyiwe usaili upya, ufanyiwe interview upya. Kama utaamua kuomba visa upya, ni lazima ujiandae kuwasilisha maelezo ambayo ukuwasilisha katika maombi yako ya awali, au uonyeshe na uthibitishe kwamba mazingira yako ya sasa yamebadilika tangu yalipofanyika maombi yako ya awali.
hakuna uhakika kwamba utapata majibu tofauti. Ni usaili mpya pekee ndio utakaoamua. Maana yake ni kwamba unavyofanya visa mpya application yake, ile application utakayoifanya unaanza kujajiwa upya kama kawaida. Wanakushauri uje na vitu vipya, uje na document kama ni mpya au nyinginezo zaidi ya zile ulizozisafirisha, ili majibu yawe tofauti. Na ni kwamba kama ulinyimwa kipindi kile, hakuna garanti kwamba utanyimwa tena, au kwa sababu umeongeza sifa nyinginezo kwamba utapewa visa ni garanti. Hakuna kitu kama cha namna hiyo hapo. Kwa hiyo utaweza kujajiwa upya. Sasa kwa uzoefu wangu mimi, ninafahamu watu ambao wameshakunyimwa visa, hawakubadilisha document, wakaomba visa kwa mara ya pili kwa document zile zile na wakapata visa. Na kuna watu waliomba wakatumia document zile zile wakakosa. Na kuna watu walikuja kuomba wakaja na document nyingi zaidi wakapata, kuna wengine wakaja na nyingi zaidi wakakosa. Kwa maana yangu ni kwamba utakapoomba visa ukakosa, usikate tamaa, omba tena. Kama una document mpya, nenda tena kwa document hata kama ni zile zile, uwezi kujiwa, kwa sababu kipindi fulani kuachilia vile vitu mtu amekunyima, sometimes ile visa Marekani kama tunavyozungumza ni subjective, inategemeana na hizo factors, lakini inategemeana na consular siku ile, inategemeana na factors zinginezo, umejibu maswali vipi na mambo mengineyo. Hayo yote yanachangia katika kuweza kuwewe kupata visa au kunyimwa visa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vya haraka vya kuweza kuvijua. Kwenye upande wa Kiingereza nikisoma kile kipengele kinasema kwamba under section 214B of the Immigration and Nationality Act, INA, applicants are presumed to be intending immigrants unless they credibly demonstrated to the consular officer's satisfaction that their economic, family, and social ties outside of the United States are strong enough that they will depart at the end of their authorized stay, and their intended activities in the United States will be consistent with the visa status. Kwamba unavyoenda kuomba visa, ubalozi unaasimu wewe unataka kuzamia kule, unaasimu unataka kuwa immigrant kule. Prove to us kwa kuonesha hivi vitu vinavyokuwa attach katika nchi yako. Na ni kwamba umeomba visa wanafunzi, nenda ukasome. Umeomba visa kutembea, nenda ukatembee, sio kwenda kufanya kazi. Maana yake ndio hiyo hapo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo inabidi uviangalie katika kuomba visa. Lakini tumeona hiyo ni barua ambayo ukiomba, ukinyimwa visa, hiyo barua utakapewa inakuwa na maana hiyo ambayo